wengi, tukawaombea, tukawarelease, tukawabariki, tukaambia wale shuleni wakuwe comfortable, akili ikuwe sawa. Amen. Sawa. Na najua wataenda, sina wasiwasi, sina wasiwasi tutatemekea huko ama niko very sure wa release na baraka waende alafu warudi na neema. Amen. Nikawabariki waende wa perform wa excel. Ndio kabisa. Amen. Sawa. Na kabisa. So leo ni siku nzuri ambayo ilikuwa nzuri na watu wanapendeza unapenda kama sijui nini wanaona support kwa shule lakini ni wazuri. Amen. Leo ikiwa ni siku ya tarehe 28, mada ya leo ni ukombozi wa mwili. Ukombozi wa mwili. Kwa hiyo tufungue Warumi 8. Basi kama ni hivyo ndugu, tuadili si wa mwili tuishi kwa kufuata mambo ya mwili. Amen. So mbona hapo kuna mwili? Amen. Kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili mwataka kufa. Bali kama mkiyafisha matendo ya mwili, mkiyafisha, yani mkiyaua, mkiangamiza matendo ya mwili, kwa roho mtaishi. So ile ambayo inaangamiza matendo ya mwili ni roho. Amen. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Baba, yani Baba. Yani kupitia roho wa Mungu tunalia ama tunaita Mungu Baba. Amen. Mungu Baba ama nani? Ama Baba. Amen. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu nani? Watoto wa Mungu. Amen. Na kama tu watoto, basi tu warithi. Amen. Warithi wa nani? Warithi wa Mungu. Warithiwa pamoja na Kristo. Naam, tukiteswa pamoja naye ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. Kwa maana na yeye si mateso ya wakati huu sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa nani? Kwa wana wa Mungu, watoto wa Mungu. Amen. Kwa maana viumbe vyote pia vilitiishwa chini ya ubatili, chini ya mauti, chini ya kuangamizwa, si kwa hiari yake, kwa sababu yake yeye atiyevitisha katika tumaini. Tumaini. So kuna pia viumbe vyote, ndege, wanyama, mimea, ni tumaini. Ni tumaini ni mwili mpya. Okay? Kwa kuwa viumbe vyenyewe navyo vitawekwa huru na kutolewa katika utumwa wa uharibifu, hata vingine katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu. Kwa maana tajua ya kuwa viumbe vyote pia vinaugua. Kuna kuugua. Amen. Ndege wanaugua, ng'ombe wanaugua, ani wagonjwa ni wagonjwa, sio? Ni wagonjwa. Mimea inaugua. Pamoja navyo vina utungu. Moja hata na utungu. Moja hata na moja hata asa.
Wala si hivyo tu, ila na sisi wenyewe tulio na malimbuko ya roho. Sisi pia tunaugua katika nafsi zetu. Tukitazamia kufanywa wana. Tumefanywa wana. Lakini tunataka kufanya nini? Sisi kama mnapata hivyo. Kufanya wana, yani ukombozi wa mwili wetu 24. Kwa maana tukiokolewa kwa taraja, lakini kitu tarajiwa kikionekana, hatuna taraja ama hatuna hope tena. Kwa maana ni nani atakaye kitarajia kile akionacho? So unapoona sasa fanya nini hapa, mwalimu hapa, taji kumwona sinamwona. Amen. Bali tukitarajia kitu tusichokiona, tukingojea kwa suburi ama kwa subira. Baba, nena sisi siku ya leo. Neno lako ni ukombozi, neno lako lituponye, neno lako litutatatie, ndio tunataka kuamini. Ukombozi wa nini? Wa mwili. Wa mwili. Sio mwili mwingine, ni huu. Aliyeandika hii barua ni Mtume Paulo. Aliandika akiwa Korintho, akitarajia kutembelea kanisa la Warumi. Yule ambaye alibeba hii barua alikuwa mwanadada very beautiful, anaitwa Phoebe. Ndio alichukua barua katika kanisa la Kiroma. Na lengo kuu ambalo katika Warumi ni ukombozi ama wokovu. Ndio lengo kuu. Basi Paulo anatambia kuwa wokovu hautoki kwetu, bali ni kwa Mungu. Katika hiki kitabu ikiwa kabisa maneno ambayo tumesoma, yaani sisi hatujalipia kitu chochote kupokea wokovu. Yeye Mungu ndiye aliyetuchagua. Amen. So tumechaguliwa, amen, kuwa wana. Na sio tu ati sisi ni wazuri, sisi ni very qualified, sisi tuko na degrees, sisi ni warembo, sisi ni wafupi sana. Hapana. Ni juu tu ya upendo wake ndio Mungu akakuchagua uwe mmoja kati ya kundi la kondoo wake. Amen. Wokovu ni bure, hatulipi. Kuchaguliwa ni bure, hatulipi. Amen. Hakuna jambo ambalo unaweza tenda ili Mungu akuchague, Hakuna. Hivi unajua wetu tumekuwa wenye dhambi. Watu ambao tulikuwa katika dhambi, katika ulevi, katika dhambi ambazo zimekita kama watu wewe kijavai ndio mwisho upendo wake na kanisa. Na pia wewe ambao pale si watu ulikuwa mzuri. Nikianza kwenda katika records vitabu vifunguliwe. Taona kuna shida lakini Mungu tu kwa hiari, kwa upendo wake akakuchagua, akakuokoa, akakukomboa kwa hiari. Je, kuna jambo ambalo ulilipa gani? Ndio kuna kazi. Ulilipa pesa ngapi ukaokolewa? Ulifanya kazi gani ukaokolewa? Ulifanya kazi miezi ngapi ukaokolewa? Hakuna kazi ambayo ulifanya bure tu. Ni Mungu akatuokoa.
starehe. Kwa Yesu kuna raha, kwa Yesu kuna raha, kwa Yesu kuna raha, kwa Yesu kuna. Nadhani nitakuja hapa niweke miguu jengine niketi kanisani wakiimba niimbe tu, lakini nilipokombolewa nikapewa jukumu. Sijui wewe ulikuwa jukumu aina gani?